Mara zote dalili ya kukengeuka, dalili ya kurudi nyuma kwa mwamini, hata wewe ambaye umerudi nyuma hapa utakubaliana na mimi, mara zote mahenge, mwamini anapoacha njia ya Bwana, anapoanza ndani yake, kwa sababu kurudi nyuma huwa kutokee nje, kunaanza ndani. Mtu akikengeuka, jambo la kwanza litakalotokea ni kuanza kubadilisha vipaumbele. Kabla ya hapo, maombi ilikuwa ndiyo maisha yake, ilikuwa ni chakula chake. Anapoanza kukengeuka, maombi sio kipaumbele tena. Utaona tamthilia zitaingia hapo, utaona mpira, michezo itaingia hapo, utaona siasa itaingia hapo, utaona kukaa na marafiki kumeingia hapo, utaona mizaha inaanza kuingia. Vipaumbele vinabadilika. Watu wa Yuda vipaumbele vikabadilika. Hawakuona tena ya kwamba kumtii Mungu, kuishi maisha matakatifu ndiyo jambo la msingi. Wakaachana na maisha ya utaua, wakaaminisha na kujiaminisha ya kwamba siri ya ushindi wao ni hekima walio nayo kupitia elimu ya kidunia, ni ukubwa wa jeshi walilo nalo, ni mbinu za kivita walivyo navyo, ni kila kitu cha kimwili walicho nacho. Mungu anaanza kuambia hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake za kijeshi na za kimwili, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya mali, utajiri, fedha na watu wanaomzunguka, kwa sababu hayo hayana hatima ya mwanadamu. Anawaambia hivi, kama kuna mtu anapaswa kujisifu, anapaswa kujisikia yuko salama wakati wote, si mwenye hekima ya kibinadamu tu, si mwenye utajiri wa kibinadamu tu. Utajiri na fedha ni jambo jema, hekima ya kibinadamu ni jambo jema, na mengine yote ni mazuri, lakini hayatoshi. Hayatoshi mpendwa. Usije ukajivunia elimu ulio nayo, usije ukajivunia balance ya akaunti iliyoko kwenye benki. Utisubutu kujivunia hayo. Nakumbushwa hapa, Paulo anasema chochote unachokiona kwa macho kinaweza kikabadilika wakati wote, kinaweza kikapotea wakati wote. Ndio maana maandiko anasema usiweke tumaini kwa mwanadamu. Anaposema mwanadamu haimaanishi mwanadamu kama mwanadamu. Ni kweli, maana ya kwanza ni kama mwanadamu, lakini maana nyingine ni vyote alivyo navyo mwanadamu.